Wakati yeye alikufa, Yusufu mwenyewe akafa, watoto wakazaana wakawa wengi. Alipokuja mwingine mfalme akasema, hawa watu tulifikiria ni familia, kumbe ni taifa. Akasema tukiwaacha watu watatutawala, kwa sababu tayari alikuwa na mafunuo. Akajua kwamba hao watu wana ahadi ya kusema popote watakapokanyaga, Mungu aliwapa uwezo wa kutawala na kumiliki. Wewe una uwezo wa kumiliki. Kama ulikanyaga kwenye kata yenu, ni lazima umiliki. Tatizo ni kwamba hujui kwamba una uwezo wa kumiliki. Ukifika leo kwenye nyumba yako, useme kuanzia leo na miliki sehemu hii, na miliki, ninamiliki, kwa sababu Biblia inasema popote utakapokanyaga nimekupa. Yani unamiliki. Ulipewa uwezo wa kumilikishwa vitu. Tatizo ni kwamba unanyang'anywa. Ndio Biblia inasema mtoto kamrithi akiwa mtoto hana utofauti wowote na mtumwa. Yani wewe ni mtumwa kwa sababu ni mtoto. Haleluya. Mtoto kama huyu, hata kama baba yake alimwachia mabilioni ya pesa, haitamsaidia chochote. Kwa sababu gani? Na tena atakuwa anatumika kama vile mtumwa. Nataka kuendesha gari, analetewa mdoli. Na unafurahia maisha ambayo sio ya kwako. Kwa sababu gani unayafurahia? Ni kwa sababu wewe ni mtoto. Leo ukue kwa jina la Yesu. Leo ninakukuza rohoni kwa jina la Yesu. Leo ukue kwa jina la Yesu, ili uweze kujua nini ndo Mungu alikusudia kwenye maisha yako. Hauwezi kujua kudai haki yako wakati bado hujajua haki yako ni nini. Kama bado hujajua haki yako ni nini, unadai nini? Utadai gari na wakati hujui kama gari ni yako? Utadai nyumba na wakati hujui kama nyumba ni yako? Haiwezekani. Biblia inasema wana wa Israeli wakageuzwa kuwa watumwa. Baada ya kugeuzwa kuwa watumwa, wakawa wanafanyizwa kazi za nguvu. Walikuwa wanapiga matofali, walikuwa wanafanya hivi. Yani walikuwa wanageuzwa kwa watu ambao walikuwa na uhuru, wakanyimwa uhuru. Kila aliyekunyima uhuru leo tunamuondoa kwa jina la Yesu. Kila aliyekunyima uhuru leo tunamuondoa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunamuondoa. Akageuzwa. Baada ya wao kugeuzwa kwa watumwa, Biblia inasema Musa akaja akamwambia, kuna Mungu ambaye amenituma, ambaye kwanza aliniambia nimwambie kwamba ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Lakini nampenda Musa, akasema hayo majina yako yote hayatoshi, nataka uniambie wewe ni nani. Akamwambia, mimi niko. Wacha niongee hapa. Mimi niko sio kwenye future tense wala